Ni kweli na ni wazi kabisa kwamba Hisense ndio brand ambayo inaongoza katika uuzaji wa TV Tanzania. Sijajua katika product nyingine hizo fridge AC nini, sijajua, lakini research ya haraka katika upande wa TV inaongoza sana. Sasa je, swali la kujiuliza, kuna uwezekano kupatikana anguko la Hisense? Nitakwambia. Karibu sana, mimi ni Rastash, mpekee ambaye nakwambia kuhusu teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. #nguvu tunasema tech ni Swahili. Anguko la Hisense inawezekana na isiwezekane pia. Kwa nini? Na naomba nikupe mfano mfupi sana. Kwa nini Nokia ilipata anguko? Kwa sababu Nokia ilipata anguko kwa sababu ya Android. Wakati Android inaanzishwa, kampuni ya kwanza kupelekewa ni Nokia. Nokia akarefuse, akakataa, akasema inakuja na Windows ikufanya vizuri sokoni. Android ikafanya vizuri, watu wakamia katika Android. Zile kampuni kama Samsung nini ambazo zilichukua Android zikafanya vizuri. Hapo lilikuwa anguko la Nokia. So ili Nokia aweze kufanya vizuri, kwa sababu jina lake bado lipo, ni trusted. Sasa hivi akisema mimi nachukua Android, na ameshachukua, of course ameshachukua Android, lakini shida ni kwamba tayari kampuni nyingine zishafika mbali sana. So hapo ni anataka kufanya kitu extra zaidi. Lakini pia kama unakumbuka BlackBerry haikufanya vizuri kwa sababu wao walikuwa na BBM. Baadaye WhatsApp zinaanza, wakasema no, si hatujui WhatsApp na BBM yetu. WhatsApp ikafanya vizuri, BlackBerry akabakia na BBM yake na brand haikufanya vizuri. Baadaye watu wakaendelea na programs zingine. Sasa Hisense ni moja kati ya brand ambayo inafanya vizuri sana katika TV. But the challenge is Hisense bwana, wao wanatumia VIDAA katika operating system ya TV zao. Kitu ambacho nimejaribu kufuatilia, kumbe mwanzo Hisense walishawahi kuwa na TV ambazo zinatumia Android, lakini wakaja wakaikataa, sasa tunaenda na VIDAA. Sasa nikafikiria kama ikitokea kampuni ambayo ina TV nzuri, quality nzuri, wakaweka Android, ina maana Hisense inaweza akapotea. Inawezekana Hisense kupotea kwa sababu Android inafanya vizuri sana. But challenge iko sehemu moja. Ukienda katika kampuni kama TCL, Skyworth ambao wana Android, hawa pia wanatokea China na Hisense ni brand kutokea China. So ni ngumu kuishusha Hisense kwa sababu kule toka kwao wakiwa wanaanza kusambaza, najulikana kabisa kwamba huyu ndio monopoly, akitoka huyu ni huyu. Kwa hiyo ikafanyeni soko, lakini lazima tupiane numbers. Lakini kama itatokea TV kutoka katika mataifa mengine, na ukiangalia kama hizi Samsung, ukiangalia LG, wao pia hawana Android, lakini kama inatokea brandi yoyote ile kutoka nchi nyingine, let's say Tanzania tunaanzisha TV yetu, sasa tunaanzisha brand yetu ya TV, alafu sisi tunaipa Android, alafu ile Android inakuwa ni noma sana mule ndani, ambayo inakupa access ya kufanya vitu vingi sana. Trust me, Hisense anaanguka.